Salamu, ninakwenda kufundisha kuhusiana na ubora na thamani ya kitu kilichoko ndani yako au kuelekea mafanikio yako. Ukitaka kufikia mafanikio uliokuwa nayo au ukitaka kupima ubora wa kile ulichokibeba, kinapimwa kwa namna gani? Jambo la kwanza kinapimwa na hali yako ya kupashu au kusukuma kuelekea kwenye ndoto zako. Nikupe mfano. Mwanafunzi mwenye matarajio makubwa, kwa mfano anatamani kuwa rubani, anatamani kuwa daktari, anatamani kuwa waziri, anatamani kuwa nani? Sitaki kuamini kwamba kuna mafanikio ya moja kwa moja. Kuna wakati atapitia changamoto. Wote tunafahamu kwamba masomo sio rahisi. Kwa wale wanafunzi wananielewa kabisa kwamba kuna wakati utafeli, kuna wakati utakatishwa tamaa, kuna wakati utachapwa labda, au kuna wakati mambo yatakuwa ni magumu hauelewi. Lakini wewe unabebaje hilo? Wewe unalipokeaje hilo? Je, unalipokea kwenye kukata tamaa au unalipokea kwenye hali ya kujitia moyo na kuendelea mbele? Kama kweli thamani na ubora ya kile ulichokibeba unaitambua, ni lazima itakusukuma kuendelea mbele. Yusufu alipokuwa mdogo aliota ndoto ya kwamba atakuwa mtu mkubwa, lakini hakujua atakuwa nani. Baba yake hakutambua, kaka zake hawakutambua, ndugu zake hawakutambua, lakini yeye alitambua. Kuna wakati ndugu zake waliinua vita wakampiga vita nini, lakini yeye akaamua ya kwamba mimi nitapambana. Tunamuona kwamba aliuzwa, alitupa utu, aliuzwa kama mtumwa, akatamanika na mke wa Potifa, lakini yeye alitambua ndoto yake. Alipofika wakati mazingira yalikuwa yanamtuma kufanya ule uzinzi na mke wa Potifa, uasherati samani. Alipotazama mazingira ni kweli yalimsapoti, yalikuwa yanamruhusu kwa sababu kulikuwa hakuna mtu, lakini yeye kwa sababu alikuwa anaitambua thamani ya kile alichokibeba, alifanikiwa kushinda. Mwanzo 39:7 anasema nifanyaje uovu mkuu namna hii nimkose Mungu wangu. Tunajifunza nini? Kwamba mtu huyu alitambua ubora na thamani ya kile alichokuwa nacho ndani yake. Asingetambua, inamaanisha kwamba angeshawishika kirahisi. Esau alishindwa kutambua thamani na ubora wa kuwa mzaliwa wa kwanza. Aliposikia tu njaa, Yakobo alipomwambia kwamba mimi siwezi kukupa dengu mpaka uniuzie haki yako ya kuwa mzaliwa wa kwanza. Esau anasema itanifaa nini mimi kuwa mzaliwa wa kwanza alafu nikaangamia kwa njaa? Akatoa akauza kwa sababu hakutambua thamani. Lakini Yakobo alitoa chakula akaidai hiyo haki kwa sababu alitambua thamani. Na tunaona baadaye Esau anakuja kukosa baraka za mzaliwa wa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu hakutambua thamani au baraka ambazo angepata baada ya kuwa mzaliwa wa kwanza. Jambo la pili, ukitambua thamani utatambua gharama unayopaswa kuichukua kufikia malengo yako. Yule mtu aliyetengeneza taa, kwa mujibu wa historia, inasemekana kwamba alishindwa mara 9999 kabla ya kuweza ile mara ya mwisho. Asingetambua ya kwamba thamani ya kile kitu au ile taa anayotaka kuitengeneza, angeshakata tamaa. Angeshaona kwamba ina umuhimu gani kupambana, si bora nikaacha tu. Lakini alizidi kupambana, akajipa moyo. Tunaona kwamba ile mara ya mwisho kabisa akafanikiwa. Kwa hiyo thamani ya kile kitu unachokitarajia imebebwa pia kwenye siri ya ubora, mafanikio yako. Yule jamaa alifanikiwa kwa sababu alitambua kwamba ninapaswa kupambana ili nifanikiwe kutengeneza hii taa, ili nifanikiwe kufikia malengo yangu. Haijalishi nitakatishwa tamaa kiasi gani, haijalishi vita itakuwa kubwa kiasi gani, haijalishi hii taa italipuka kiasi gani, nitafanikiwa tu kutengeneza. Yusufu alipigana vita sana, ndugu zake, marafiki, mke wa Potifa, lakini kwa sababu alitambua ubora na thamani ya kitu alichokibeba, alifanikiwa kushinda. Tazama, mazingira yenyewe yanampiga vita, anaishia gerezani, anapitia kwenye hali ngumu, lakini mazingira hayakuweza kumbadilisha. Kwa nini? Alitambua ubora na thamani ya kitu kilichokuwa ndani yake. Tuje kwako. Unatamani kuwa waziri, unatamani kuwa mbunge,
unatamani kuwa mtu mkubwa, rubani, daktari, lakini mazingira yanakuambiaje? Kwamba huwezi bwana. Ni wangapi wanasoma sayansi Tanzania? Ni wangapi wanaopambana? Ni marubani wangapi wako mtaani wanazunguka? Ni walimu wangapi hawana ajira? Mawazo yako yanakuambiaje? Pambana, utafanikiwa. Usitazame mazingira kwamba ni wangapi wameshindwa, kwamba hisabati ni ngumu, kwamba sayansi ni ngumu, kwamba mazingira ni magumu, hayanisapoti mimi kusoma sayansi, hayanisapoti tena kuwa daktari, bora niairishe. Ukibadilisha haujui thamani ya kitu ulichokibeba, na kutokujua thamani ni umeshinda kukaa chini ukahesabu gharama ya kile unachotarajia. Unafahamu kwamba mimi ninapaswa kuwa daktari, inamaanisha kwamba ni lazima ukae chini upige gharama ya kuwa daktari, kwamba ni lazima nipambane, ni lazima nipambane na masomo fulani, ni lazima nipambane, niweke nguvu na bidii ili nifikie udaktari. Unafahamu kwamba rubani ni lazima apambane na masomo fulani. Hata na wewe unaitamani kuwa na kitu fulani. Unafahamu kwamba nikitaka kulima gunia 20, ni lazima ninunue mbegu, ni lazima ninunue mbolea, ni lazima ninyeshe labda, au ni lazima niweke dawa, ni lazima nifanye hichi. Sasa wewe unataka usiweke mbolea, usinunue mbegu za kisasa, usinyeshelee, usifanye hivi, usitumie nguvu kubwa, lakini upate vitu vikubwa. Hicho kitu hakipo my friend. Ni lazima ukae chini, upige gharama kwamba ninataka gunia 100, ni lazima niwe na heka za kutosha, ni lazima mbolea iwepo. Hivyo kama unataka kuwa rubani, kama unataka kuwa daktari, ni lazima ukae chini, upige hesabu, piga gharama ya kile unachotamania kuwa, utafanikiwa. Inamaanisha kwamba ukishajua gharama, changamoto itakapokuja itakuwa rahisi kuiepuka. Kwa nini? Ushajua kwamba mimi nitapitia changamoto fulani. Yusufu alishinda kwa sababu alishajua kwamba dhiki ni lazima ije. Kwa hiyo na wewe utashinda endapo utatambua thamani ya kile ulichokibeba. Kwa maana utaona ni bora nikakatishwa tamaa sasa, ni bora nikajipa moyo, ni bora nikaepuka changamoto, ni bora nikajitia moyo, kwa sababu ile dhahabu iliyokuwa ndani yangu si bora kuliko jiwe. Ile dhahabu iliyokuwa ndani yangu si bora kuliko mawe. Usidhani kwamba wale wanaochimba madini ni mara ngapi wanakosa, ni mashimo mangapi wanachimba chini ya ardhi, ni mita ngapi wanashuka kuitafuta Tanzanite, ni mita ngapi wanashuka kuitafuta gold, lakini wanakosa. Usidhani kwamba na wao wanachimbaga tu wamepata. Hapana, na wao kuna gharama, kuna kina wanachimba hadi wafikie hayo madini. Kwa hiyo na wewe ni lazima uwe tayari kuhesabu gharama na dhiki ambayo utakutana nayo ili kufikia malengo yako. Kwa hiyo thamani na ubora wa kitu ulicho nacho imebebwa kwenye nguvu na uzito wa kile ulichokibeba. Jambo la pili, haihesabiwi, ni lazima itapimwa na majaribu na changamoto unayopitia. Jambo la tatu, mshirikishe Mungu. Jambo la 4, mazingira yasikuathiri. Na jambo la 5, shinda mawazo yako, shinda akili yako. Biblia inasema kwenye Zaburi, kwenye Mithali 23 mstari wa 7, anasema vile ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo ilivyokuwa. Ukiona kwamba mimi nitafikia ndoto zangu, ndivyo ilivyo, utafikia. Lakini ukishaona kufeli, basi kamwe hautakaa ufanikiwe. Asante.